Na mtazamaji, hujambo na karibu tena ndani ya Dayo Radio. Leo ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 18 mwezi wa 7, tumeweza kufika katika maeneo ya Ganahola Mikindani kwa ajili ya shughuli nzima ya upanzi wa mikoko. Kumbuka mtazamaji, shughuli hii imeanzia pale Makupa ambapo kumekuwa na mbio tofauti, mbio za kilomita 2, kilomita 4, 6 na 7 hadi kuweza kufika hapa, na sasa ndo tumeweza kuwasili katika eneo hili tuweze kupata kujua ni yapi ambayo yataendelea hapa, lakini pia tutaweza kuongea na viongozi tofauti. Kisha baada ya hapo tutaendelea na shughuli ya siku ambayo ni kupanda maelfu ya miche ya mikoko. Mimi naitwa Bosco Juma na ni mkurugenzi wa shirika la Big Ship ambalo ni shirika la kimazingira ambalo linafanya shughuli za upanzi wa miti na kufanya mambo ya vijana na kuongeza uchumi wa jamii. Na leo tunakutana tena hapa kwa mara nyingine ikiwa tunasherehekea siku ya mikoko ulimwenguni 4th edition hapa Mombasa. Na tukiangalia shughuli ya leo imehusisha mambo manne ambapo tumekuwa na mbio za kilomita 7, kilomita 5, kilomita 2 na kilomita 4. Ambazo hizi tumezifanya katika maudhui ya kupeana hamasa kuhusiana na umuhimu wa siku hii ya mikoko. Lakini yote 9 tunafanya hili katika njia moja ya kuangalia ni vipi tunaweza kuhakikisha kwamba jamii zetu zimeweza kufaidika na mazingira ya mikoko. Kwa nini tunafanya hivi? Maudhui ya mwaka huu ni kuangalia ni vipi mikoko, uchumi samawati na uchumi wa jamii zinaweza unganika kama timu ya mwaka huu. Na kwa nini tunafanya pia Mikindani? Moja ni kwa sababu ni mazingira ambayo imeathirika sana na ukataji. Kwa hivyo kuna shughuli mingi za upanzi ambazo zinafanyika sehemu hii. Ndio kama na mbio zote utaona tukizifanya huwa haswa zinakuja sehemu hii ya Mikindani. Alafu pili ni kwa sababu mazingira haya ya hapa ndio pale shirika la Big Ship pia linafanya shughuli zake, na pia tuko na sehemu ambayo ni rahisi kuingia mikokoni. In short, unaweza kuja ukadrive in vizuri, uko na space kubwa ya kupark, na pia ni nafasi pia jamii imeweza kuikubali shughuli hii. Na nadhani katika hili ni jambo ambalo linapeana hamasa vizuri. Na tatu pia tunashukuru wa viongozi ambao wameweza kutushika mkono, ambao wameshika mkono shughuli hizi. Tukiangalia serikali yetu, serikali ya kitaifa kuongozwa na Kenya Forest, na pia serikali ya kaunti ya Mombasa pia imeshirikiana sana, na washikadau wote, mashirika yasiyo ya kiserikali ambazo zimeweza kuungana katika zoezi hili. Na pia tukiongea kuhusiana na makampuni ambazo zinafanya kazi katika sehemu hii, hasa kampuni za logistic ambazo zimeweza kuungana nasi katika zoezi hili. Tunasema shukrani pia kwa zote. Hata CBO zetu zimeweza kufanya kazi nyingi hapa. Unaona pia mashirika kama Dayo pia wamehusika katika zoezi hili. Kuna Swahili Port pia wamehusika, kuna Atlangs, mashirika mengi tu, The Nature Conservancy. Pia kuna Cool Story, one of our sponsor partner ambaye amefanya kazi mingi kuhakikisha kwamba hili zoezi limefanyika. So kwa sasa nasema ni asante, na pia next year tuweze kuungana tena kwa zoezi kama hili. Kwa majina ni Joseph Kiiru, a member from Green Ledgers Community Based Organization. Ni mara ya kwanza tumekuja katika event ya Big Ship. Tumekuja kuweza kusaidia kupanda mikoko. Na kama venye tumesema, kazi yetu si kupanda tu mikoko, bali pia tunakuja kufuatilia venye mikoko pia inaendelea kuangaliwa katika mahali ambapo tumekuja tukafanya restoration. Na pia tunasema pia asante sana kwa shirika hili kuweza kuhost activity kama hii na kufanya sensitization kwa community kuhusu mikoko, na pia tunasema mikoko pia ni mali pia. Asante. Na mtazamaji, tukiwa tunakwenda kutamatisha shughuli ya leo, kumbuka ni shughuli ambayo imeanzia pale Makupa ambapo kumekuwa na mbio za kilomita 2, kilomita 4, kilomita 5 na 7, na sasa tuko katika eneo la Ganahola. Michezo kadha imeweza kufanikishwa hapa, mchezo wa tag of war, vile mchezo wa kandanda. Kisha lengo kuu la siku ambalo lilikuwa ni kupanda miche ya mikoko, na leo mashirika tofauti yakishirikiana na serikali na idara mbalimbali wameweza kupanda zaidi ya miche 2000 ya mikoko katika eneo hili la Ganahola. Kumbuka mtazamaji, mwaka 2025 pia mashirika haya yaliweza kuwa katika eneo hili ili kuweza kukuza na kutunza mazingira ya mikoko. Ni sehemu ambayo ilikuwa imetekelezwa kwa muda, lakini kupitia ushirikiano wa mashirika pamoja na serikali, kwa sasa ni sehemu ambayo inazidi kunawiri na mikoko inazidi kuimarika kila siku. Mtazamaji, endelea kutufuatilia pale katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram kama vile Dayo Radio. Jina langu ni Hafsa Juma.